Hakujua kama anafanya makosa kumfungulia shetani ambaye alifungwa takriban miaka 20. Picha yetu inaanza inatuonyesha kijana ambaye anaitwa Peter. Yeye anaishi na babake na mamake Carlos pamoja na Mark. Hii familia inampenda sana. Usiku mmoja kabla ya sikukuu za Halloween, Peter akiwa amelala, mara ghafla anasikia sauti za dirisha na mlango kama mtu ambaye anaingia na kutoka. Peter alitamani kujua sauti hiyo inasababishwa na nini, na ndipo aliposogelea ukuta na kuugonga. Kwa ajabu, naye alilegeshewa kugonga. Hofu ilimjaa na kwenda kumwamsha mamake na kumwambia, mama, chumbani kwangu mara mlango unajifunga na kujifungua, lakini pia nilipogonga katika huu ukuta naye akanigongea. Mama akamwambia, tafadhali lala mwanangu, haoni panya na wala sio kitu cha kuogopa. Na asubuhi yake ilipofika, Peter yuko shuleni, lakini huko kuna wababe wa shule ambaye ni Brian na kundi lake. Siku zote wamekuwa wakimnyanyasa na kumtesa mwenzao. Huyu leo ni Madam Davin, amekuja kutambulishwa rasmi kama atakuwa msaidizi wa huyu mwalimu mkuu darasani. Basi mwalimu alijitambulisha na mambo yakaendelea, na hata muda wa kutoka Peter hakuweza kwenda mapumziko kwa sababu ya kofia Brian na kundi lake wanaweza wakamfanyia matatizo. Lakini hapa kuna baibui anapita na kumshtua Peter, lakini Madam Davin anakuja na kumsaidia kumtoa huyu baibui kwa sababu alikuwa anamsumbua na kwenda kumtupa dirishani, na Peter kukaa kwa amani. Peter alirudi zake nyumbani akiwa na familia yake, na hapo katika diko, yani chakula cha usiku, anamwambia baba, hakika na mimi nataka nitembee sikukuu ya Halloween kama wanavyotembea vijana wengine na kutoka usiku. Lakini baba anamwambia, hakika miaka 7 iliyopita kuna mtoto ambaye anaitwa Rebecca alitoka nje na kupotea na kutoonekana tena na hajajulikana amekwenda wapi. I want to trick or treat. Before you were born, the little girl that lived there, she vanished on Halloween. You know the old house at the end of the lane with the boarded windows? She went out trick or treating and she disappeared. Kwa maneno yale yalimfanya Peter alale na taa, kwa sababu aliogopa kila kitu alichokisikia kutoka kwa babake. Lakini punde tu bado anasikia watu kama wanatembea ama vitu vinatembea ndani ya nyumba hiyo, na hata ule ukuta ilionyesha kama kuna mtu anataka kutoka. Peter alikimbia kwa nguvu na kuita baba, na baba kweli aliingia mpaka chumbani kwa Peter, na Peter akamwambia, baba, bado nazisikia sauti hizi kutoka chumba cha pili, yani kama watu wanakimbizana, ama kuna shida gani ndani ya nyumba hii? Lakini baba akamwambia hawa ni panya na kuja kuchukua dawa ya panya. Peter alipona babake akachukua dawa ya panya na kuanza kutia ndani ya nyumba. Akamwambia, mwanangu, usiogope chochote. Lakini Peter anasema, mbona inanukia kama chocolate? Anaambiwa hakuna cha kunukia kama chocolate, hiyo ukila tu unakufa. Hakika kaa nao mbali, na kwa hii dawa tuloitia basi hawa panya watapungua. Basi asubuhi yake Peter akaenda shuleni, na hapa mwalimu aliwapa kazi wachole vinyago ambavyo watavaa katika sikukuu ya Halloween. Lakini mchoro wa Peter ulikuwa tofauti na michoro ya wenzake. Peter hapa kama kuna ujumbe ambao ameuandika, anataka msaada, help me. Kaika kitanda chake kachora kama mchoro wenye kiza. Mwalimu alifikiria kutokana na akili hii na akajua kama Peter anataka msaada. Ikamtaka aje kwa mamake na Peter na kumweleza Peter kitu gani alichokiandika ama kukichola. Basi na mwanamama akamwambia, mwanangu yuko sawa tu na wala hana matatizo yote ya akili wala kuwaza. I did want to show you something. Peter has an overactive imagination, which is all this picture. Their children drew monsters and witches, but Peter...
Licha mama kuonyesha kawaida, lakini alirudi ndani na kumfokea Peter, kumwambia inakuwaje unachora mchoro kama huu, unamwomba msaada mwalimu na kumtisha mwalimu kumtolea amani na kuwa na mashaka na sisi. Peter akasema, mama, sio mimi ambaye niliteola ama kutaka msaada, bali huyo aliyekuwa huko ndani ndiyo ambaye ananiomba mimi msaada. Anasema yupo katika chumba chenye kiza na yuko peke yake, kwa hiyo anataka mimi nimsaidie. Mama akamwambia toa mawazo hayo, lakini usiku ulipofika, kama ilivyokuwa kawaida, Peter anaitwa tena, lakini leo hakushtuka sana na alikaa na kujua kweli kuna mtu, na akaanza kuzungumza naye. Na huyo dada leo alijitambulisha, akasema mimi naitwa Sala. Basi sawa. Asubuhi yake ilipofika, Peter akawa anaandaa kinyago chake kwa ustadi, lakini Brian alimwonea gele na kupanga kumfanyia vurugu. Licha Peter aliomba asamehewe ama achiwe, lakini Brian alishindwa kumwelewa. Na usiku huu wa leo Peter alimweleza Sala jinsi anavyoteseka na kundi la Brian, na Sala akamwambia hakika patapokucha tu nenda na wewe kalipize kisasi. Basi asubuhi ilipofika, wakiwa wanatoka darasani, Peter akiwa amejaa roho ya kisasi na akasema liwalo na liwe. Make him afraid of you. Peter hakuwa tena na huruma, lakini wazazi waliitwa, na baada ya kuitwa Peter akawekwa katika kinyambasila. Mama akawa amechoka, baba na mama wanabishana, waambia kwa nini umekuwa na roho ya ajabu kama hivyo? Kwa nini unamsukuma mwenzio kiasi hiko? Akasema yeye alikuwa ameanza, lakini Sala ameniambia nimsukume. Sasa hawa wazazi wanamficha kumwambia Sala ni Sala yupi na nani alokupanga mambo hayo? Anasema baba, yule mtu ambaye anakuambieni yuko nyuma ya ukuta ndio ambaye aliniambia nikalipize kisasi. Kelele zikaanza na vurugu. Baba wanakanusha kitu ambacho Peter hakijui na baba hataki kusema. Basi akamchukua na kumpa adhabu nzito, kumtia chini ya basement na kumfungia kama adhabu na kumwambia kuanzia leo hutokwenda tena shuleni, utakuwa unasoma hapa nyumbani. Hii ni adhabu yako. Peter akatiwa katika kinyambasira na kukaa peke yake. Peter, jamani nisameheni, sikufanya hivyo kwa sababu yeye mwenyewe ndio ambaye alikuwa ananifanyia vurugu kila siku. Peter anajikuta yupo ndani ya tundu na baba alikuja kumchungulia kila wakati. Na Peter yeye alijitahidi tu kukomaa mpaka hizo siku alizoambiwa. Na huku watu wakiwa wanaangalia televisheni, lakini mwalimu na msaidizi wake Devin wanaongea. Lakini huyu mwalimu anamwambia katika miaka 7 iliyopita nyumbani kwa kina Peter pale mtaani kuna mtoto alipotea na bila kujulikana kaenda wapi. Kwa hiyo ile sehemu sio nzuri sana, ama mtaa ule sio mzuri sana, kwa sababu ule mtaa inaonekana kama kuna shetani ama kuna jini ambao siku zote anawatishatisha watoto. Huyu ni mwalimu, kwa sababu habari hizo zilitrend sana na katika mitandao zote ziliwekwa. Kwa hiyo hapa Devin baada kutaka kujua ni nini maendeleo ya Peter, na kwa sababu Peter hajaonekana shuleni, ilibidi aanze kufuatilia ni kitu gani ambacho kilitokea ndani ya miaka hiyo 7 iliyopita. Basi mwalimu akaanza kuziona zile taarifa za yule mtoto ambaye anaitwa Rebecca alivyopotea. Basi mwalimu aliendelea kusoma na akajua pale mtaani kwa kina Peter ama karibu na kina Peter kuna matatizo. Mwalimu akatoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kina Peter, na hapa kujifanya akachukua mitihani na kumletea Peter mitihani yake, kwa sababu ana siku fulani hajamwona, na kuandika namba yake ya simu, na moja kwa moja akaenda kugosha mlango. Honey, this is Miss Divine. I have Peter's last math quiz. Mwalimu alikaribishwa na kuambiwa ingia ndani, na yeye akasema leo nimeleta mitihani ya Peter kwa sababu nina siku 2-3 sijamuona, na baba hapa alimwambia hakuna shida. Basi katika maongezi anaonekana baba ameshika nyundo nzito huku anamwandalia chai, lakini madam alimwambia mbona damu nyingi zinakutoka, hiyo damu ni ya nini? You're bleeding. Just doing some remodeling. Loose nail. Yake na Peter akafunga wala hakujibu swali la mwalimu aliomuuliza. Akamwambia bwana, mimi nilikuwa nagonga tu huko, bahati mbaya nimejipasua. Basi mwalimu akasema vipi, Peter yuko wapi? Maana nimemletea ripoti yake ya mtihani. Na mzazi akasema Peter nimemtoa kidogo, ametoka kuna sehemu ameenda, na kwa sasa hivi Peter atakuwa shuleni, hawezi kuja na kuna kazi inabidi amsaidie mama yake hapa. Mwalimu akamwambia mbona ghafla hivyo na bila taarifa, ama kuna shida? Lakini Peter baada ya kusikia malumbano ya baba yake na walimu, Peter akatamani kufanya kitu, lakini
kila alipogonga ukuta, ili mradi hata mwalimu ahisi kitu gani ambacho kinatokea. Na kwa makelele yale, mwalimu wakamwashia mashine ya kufulia ambayo ndo kabisa ikazidi kupoteza sauti ya Peter isisikike. Peter's a miracle. No. No, before I had Peter. Kwa malumbano ya muda kidogo, mwalimu akaona bora ondoke, lakini wazazi wakaona bora wayamalize na Peter na wamsamehe na kumwandalia vitafunio na hata mama kwenda kumwogesha. You won't be going back to school any longer. I'm going to be your teacher. We're very proud of you, Peter. We love you. And we forgive you. Walipomtoa Peter na kumwambia adhabu yako imeisha, na baba na mama wote wakamwambia tumekusamehe na mwanangu, inabidi usiwe mtu wa asila. Peter alirudi kitandani na kulala. Lakini usiku ule Sara, ambaye alijitambulisha kama dada yake na Peter, na kumwambia baba na mama walinikataa mimi kwa sababu ni kiumbe ambao nimezaliwa kama kiumbe cha ajabu, lakini mimi ni mtu kama wewe na mimi ni mtoto wao na wao wanakuficha. Lakini baba na mama walimuua mtoto ambaye anaitwa Rebeka, ambaye alitaka kuja kunisaidia mimi, na huyo Rebeka wamemfikia huko nje nyumbani. Kwa hiyo kuna saa hapo ambayo ipo katika ukuta mkubwa ambao saa hiyo aliacha marehemu babu yetu. Hapo ndio kuna mlango wa siri wa kuingia katika chumba. Peter akataka kujua huyo ndugu yake yukoje, na Sara akamwambia toboa hapo, na kweli Peter alipotoboa na kumuona Sara. Scaring me. Mom and Dad, they're evil, Peter. Who are you? I'm your sister. Sasa Peter hakuogopa tena, alirudi kitandani. Lakini hapa leo Peter anaota ndoto nzito sana baada ya kurudi kitandani. Mom? Mom? Peter anakuja kushtuka, mama yake amemkumbatia na mama akamwambia umeota kitu gani? Peter leo akashindwa kumwambia mama yake kwa sababu mama siku zote hataki kumwamini. Na siku ulipofika, dada mtu alienda kumwambia, hakika nenda kafukue nje ya nyumba yetu, utakuta fuvu ama mwili wa huyo mtoto ambaye alitaka kunisaidia mimi ambaye anaitwa Rebeka. Kwa hiyo mama na baba si watu wazuri, bali ni watu wabaya sana. Ndio maana hata ukiwaambia kitu chochote hawataki kukujali, hawataki kukuelewa. Hiyo ndiyo roho. Kwa hiyo mimi dada yako nilizaliwa nikiwa mlemavu, ndio maana hawa wamenichukua na kunifungia huko ndani. Ina maana mimi sio mtoto na wananipa chakula taratibu tu, na wewe hujui. Peter asubuhi yake kuchukua kolega na kuingia huku nyuma alipoambiwa na kuanza kufukua. Peter alipiga chepe na chepe na chepe, na mwisho wa siku hapa anakuta fuvu la mtu. Peter amekuja kubaini kwamba, na hapa anamkuta mama anafunga milango kutoka katika ile saa, na mama akiwa anaokota vitu. Kwa hiyo maana mama anajua kila kitu kilichotokea hapa. Anamkuta Peter yuko nje, na Peter hakakanusha akasema, nimekuja kuchukua boga hapa la kutengeneza kinyago changu kwa sababu sikukuu za Halloween zinakaribia. Peter akaanza kuwa jasiri na kimya kimya akaanza kuchukia mama yake na babake, na Sara alizidi kumwambia hao ni wabaya, tena ni wabaya sana, na ukiendelea kukaa nao hata wewe wanaweza wakapoteza maisha yako. Hapa aliangalia ile mitihani na kuchukua namba za mwalimu na kumwambia mwalimu, tafadhali mwalimu, kama unaweza naomba msaada, maana sielewi mpaka sielewi tena. Lakini mama yake na Peter anakuja kushtukia mchezo wa Peter, na ilibidi mama amwambie hakika Peter alikumisi. Hello? Miss Divine, I need your help. Hello? So sorry to have bothered you. Peter was just telling me how dearly he misses his teacher. Bi mkubwa alichukia sana kwa tendo la Peter na kumchukua Peter moja kwa moja kumuingiza ndani na kumwambia, kwa nini unampigia mwalimu na kumsumbua mwalimu kila wakati? Unataka mwalimu sisi atuchukulieje? Unataka tushtaki? Lakini ghafla anaona ile carpet aliyoweka katika ule ukuta imeshatolewa na tobo hapa, na mama akaona hofu imemjaa na kuanza kushika taratibu ukuta. Peter akajifanya kama ajui kinachoendelea. Mama akabwata sana, kaambia, mwanangu, ni kitu gani ambacho unataka kufanya? Mbona unataka kuwa mwelewa? Usiku ulipofika,
Peter alisikia makelele na ikabidi atoke mdogo mdogo kwenda kusikiliza hiyo minong'ono ni ya nini. Na aliposhuka ndani ya hizi ngazi, anamkuta baba yake na mama yake wakiwa wanajadiliana, wakiwa wanapingana, wakiwa wanaombana. Peter aliangalia mazungumzo yale na kuyasikia na kuamini yote alomwambia Sala, kwa kuwa wazazi wanamficha. Peter alirudi kitandani na kujikausha, lakini baba alikuja na kurudisha urafiki kwa Peter na kumwambia kesho asubuhi tutakuwa na kazi. Na asubuhi yake alipofika, baba hapa wanajifanya wanaokotokota haya maboga kuyaweka sawa ili mradi Peter arudishe mapenzi kwa wazazi wake. Lakini Peter roho ilikuwa tayari shamharibika na kumwambia leo ni sikukuu ya Halloween usiku. Usiku ulipofika, Brian na ndugu zake walikuja na kutaka kulisasi giza linapoingia, kwa sababu wao leo ni siku ya Halloween, waliweka mapambo ya Halloween. Na Peter kwenye meza hii alikaa na wazazi wake na kuandaa chakula na baba akaanza kula, lakini Peter hakula hata kijiko kimoja, na mama alikuwa anamwangalia tu Peter, na Peter alikuwa chakula anakichezea, yani kama kuna kitu Peter amekifanya. Lakini baba kwenye kupiga vijiko viwili vitatu hapa wanashangaa chakula hiki kina ladha tofauti, sio ile ladha ya kila siku ambayo mama anapika. Baba alituliza akili yake kwa sababu ni mkubwa, na alipokuja kugundua mlango wa store ambao amehifadhia sumu za mimea pamoja na sumu za panya, tayari ikabidi amkamate Peter na kumwambia umefanya nini? Peter anamwambia baba, wewe ni mbaya, umemfungia dada yangu Sala takriban miaka 10 na kitu, wewe sio mtu mzuri. Mama anaambiwa chukua simu haraka upigie ambulance, lakini wanajikuta wanachelewa. Baba simu tayari ilishakatwa na Peter, na mama hapa hana jinsi, mumewe damu nyingi zinamtoka, sumu inamdondosha. Mama anapapatua na kumwambia Peter, tafadhali. Licha ya mama kumkataza Peter asimfungulie Sala, lakini Peter alishaharibiwa akili yake na Sala. Peter akaendelea kwenda kutoa ile saa kubwa ambayo iko hapo na maelezo aliyopata kutoka kwa Sala. Ilibidi afungue, na alipofungua kweli alikuta kamlango kadogo na kumfungulia Sala ili mradi atoke. Lakini Sala jinsi alivyotoka ni mtu wa kutisha sana. Peter kwa hofu alifunga mlango na kukimbia kwanza na kumwambia ise, mbona uko hivyo? Sala anamwambia hakika, lakini nje huku watu wameshafika. Kina Brian nao wanaingia ndani ya nyumba kina Peter kwenda kulipiza kisasi. Kwa nini Peter amemvunja mguu Brian? Waliingia kwa kishindo huku wakiita jina la Peter. Hey, Peter! Licha walishtukia Peter amejificha wapi, lakini hapa Brian anateleza na utelezi wa damu, na alipokuja kuangalia na kuta mamake na Peter dhamani ameshafariki dunia. Kumbe Sala ameanza kazi. Sala aliwateketeza ndugu zake na Brian wote na kuto kumwacha yoyote. Sala aliendelea kumpa hadithi Peter, kumwambia wazazi walikupenda wewe na kukupa kila kitu, na mimi wakaninyima kila kitu, na mimi nikaonekana sio mtu bali ni shetani. Kwa hiyo mimi siwezi nikaruhusu ama nikaangalia wewe upendwe muda wote. Peter sasa anaanza kupata akili kama Sala alikuwa anamtumia muda wote, na hata wazazi wake walifanya hivi kwa sababu ya kumlinda Peter, lakini Peter hakutaka kujua lengo na dhamira ya wazazi wake na kutotaka kuulizana na wazazi nao. Na mimi naona kama walikosea, kwa sababu wangemwambia ukweli tu Peter, na Peter wala singefanya maambukizi haya ambayo ameyafanya. Kwa hiyo wanajikuta Peter ametumiwa na huyu shetani mpaka Sala kufunguliwa mlango na Sala kwa tishio, na Sala amemchukua Peter na kumfungia katika ule mlango na kumwambia sasa hivi ni zamu yako na wewe ukae na uteseke kama mimi jinsi nilivyokuwa nateseka. Kwa nini familia alikuwa nakupenda wewe? Lakini madamu Davin alikuja moja kwa moja kwa kina Peter na kuingia hapa na kukuta mazingira ya kina Peter ya kushagara bagara.
Peter? Sala taratibu akaendelea kumwinda na madamu hapa akakwaluza. Madamu alipokwaluza akaanza kujitetea, lakini akashika kitu, huku akiendelea kusikia sauti ya Peter ikiwa madamu kimbia, na madamu hakuweza kumwacha mwanafunzi wake, na taratibu alishota mpora kwenda kujua mwanafunzi wake yuko wapi. Na hapa alikuta sehemu ambayo Sala alimfungia Peter, na Peter akamwambia kuwa makini sana, huyo dada yangu ndugu yangu atakuwa. Basi akafunga mlango na madamu akaendelea kutoboa lile boksi ama ule ukuta, kutokana wenzetu ukuta zao ni za mbao, ingekuwa ukuta kama za kwetu huku ni kasheshe. Sala akaendelea kupita njia za mkato ili mradi kuwafikia, na madamu alipotoka na nje tu Peter, na Sala alimuita tena Peter na kumuingiza ndani, yani hakuna mtu ambaye ataitoka, na Sala akamrudisha tena. Peter hapa anakuta mdoli na kuona jina la yule binti ambaye Sala alimuua, na Peter anakuja kupata jibu, hata huyu Rebecca aliuliwa na dada yake Sala kwa sababu dada yake Sala sio mtu mzuri. Hapa Sala alikuja nywele ndefu na alikuwa anatembea kama baibui ama buibui. Nimechapia mpaka nimechapia tena. Na anamwambia sasa hivi ni zamu yako, ona jinsi alivyokuwa sura yake. Basi madamu huku kwenye kushota mpora anajikuta anapitia wakati mgumu sana, lakini Peter akasema hakika nitapambana na wewe kwa sababu wewe ni dada. Peter akaanza kubebea katika nywele za Sala, na hapa anajikuta kipindi anabembea nywele hizi na kumpeleka yeye alipokuwa Sala juu, basi akajikuta yeye Sala anarudi tena ndani ya shimo, na Peter kuendelea kuvuta nywele za huyu Sala kutoka nywele hizi zilikuwa na nguvu, na madamu alichangia kidogo, na mwisho wa siku wanajikuta wanamrudisha tena Sala katika chumba kile na kumfungia. Lakini Sala anamwambia damu ya baba yako ulioiua na mama yako uliowaua itaendelea kukutesa kwa kuwa wewe hukuwa na akili. Kwa hiyo Peter anajilaumu kwa sababu ameua wazazi wake kutokana na huruma yake ama kutokana na kutosikia wakubwa ama kuwashirikisha, na Peter akachukuliwa na madam na moja kwa moja wakaendelea kukaa na mambo yote. Akakumbuka madam na jinsi Peter alivyokuwa anasema, oya wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe, pia kucomment, hata kushare kwa wingi na kwa wingi tena. Kwa hiyo Peter anajikuta amefanya mambo ambayo hayajampendeza Mungu, na wazazi wake kweli walifanya makosa, lakini pia wazazi ilibidi tuwaambie watoto tunachovificha, kwa sababu mtoto anaweza kadanganyika kama alivyodanganyika Peter. Kwa hiyo kuweka siri ama kuweka kitu bila kusema na bila kuambia, wanangu mkifanya jambo hili itatokea sala hii, hakika kaeni mbali na matatizo, ili mradi hata kesho yanapokuja kuwatokea yasiwe kama ya haya Peter yalomtokea Peter. Sasa hivi kila kilala anaona baibui, kila kilala anaona nywele, kwa kuwa bado mawazo yanamtembea kichwani, na sasa hivi sio ukweli, kwa sababu Sala walishtakia wakamkamata, na baada ya maiti nyingi zikaonekana pale. Kwa hiyo sasa hivi kila anachokiona huyu sio ukweli, bali ni maono tu ambayo yanaendelea kumsumbua, kwa sababu serikali ilishamaliza kila kitu. Haya sasa wakazi wa Zanzibari na vitongoji vyake, ili mradi mwanamke apendeze lazima mguuni mwake kuwe na kiatu, na Tajiri Ali ndiyo suluhisho. Njoo ujipatie viatu kwa bei rahisi, bei ya seli kabisa, yani shilingi 5,000 kwa shilingi 7,000. Bei ni sawa na bule. Hofa Tajiri amelewa. Oya wanangu wa Zanzibar na vitongoji vyake, bonge la promotion hili wapo Tajiri Ali amewaletea, yani ulipo yeye yupo, anafanya deliver popote ulipo na kwa bei hii ya matangazo. Namba yake ni 0688 41 84 42. Huyo ni Tajiri Ali, mcheki tu mwambie niko sehemu fulani, ukiwa Amani au Fuoni, Bububu, kokote ulipo yeye yupo. Mpigie namba hizo hapo chap kwa haraka, atakuletea huduma yako hapo. Oya we, ili mradi mguu wa mwanamke upendeze lazima uwe na kiatu. Nami DJ wako Metamboni Feibash, tukutane katika recap ijayo. Ciao.